Mwalimu, kuna wakati ambao ulishawahi kufaulisha masomo yako unayoyafundisha, na kuna wakati ambao ulifundisha vizuri sana, kuna wakati ambao ulifaulisha kwa wastani, na kuna wakati ambao ulifailisha sana. Kwa maana kukawa kati ya ufaulu na wale ambao hawajafaulu vizuri, wale ambao hawakufanya vizuri walikuwa ni wengi sana. Kuna kipindi inatokea yote mawili au matatu. Sasa ni kitu gani ambacho kilikufanya ufaulishe? Ni kitu gani ambacho kilikufanya haukufanya vizuri wakati huo? Fakta ni nyingi, lakini kuna vitu ambavyo tunaenda kuvizungumza hapa. Nipo kwa ajili ya kushare na wewe, na mimi utashare na mimi wakati baada ya kumaliza kusikiliza haya ambayo nitakuletea mimi, na wewe utaweza kushare hapo mwisho kwa kuniandikia komenti yako nzuri, na mimi nitajifunza kitu. Leo tutazungumzia mada muhimu sana katika ufundishaji wa practical. Mada yetu kubwa ni ufundishaji wa practical. Kwa namna gani tuweze kuwa pamoja hapa hatua kwa hatua? Niombe muda wako tuweze kuwa pamoja. Tunapozungumzia ufundishaji wa practical, kwa maana tutazungumzia upande wa physics, chemistry na biology subject. Ni kitu gani ambacho tunapaswa kuzingatia leo, tunapaswa kufahamu leo, ambacho nilikuwa nafikiria siku nyingi sana kwamba hivi nikikupa mbinu hii inawezekana ikakufungua, ikakusaidia. Na experience iliyopo ni kwamba nishaitumia mimi mwenyewe na ilizaa matunda makubwa, tofauti na mbinu ambayo watu wengi wanaitumia. Ufundishaji wa practical, mwanafunzi anaweza kafaulu, anaweza akafeli vile vile, kulingana na namna utakavyomfundisha, utakavyoishi naye tangu naanza naye mpaka mwisho wa darasa lake. Sasa ndugu mwalimu, kitu ambacho napaswa kukifanya kabla hujaanza kufundisha na kabla sijaanza mada, yani vile vipengele ambavyo nimekuletea, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kufundisha, kuwa nao wanafunzi wako. Inawezekana ni mwaka mpya, ulikuwa nao katika kidato kimoja, lakini wamepanda darasa, wameenda kidato, pengine ilikuwa kidato cha almost cha 3, wameenda cha 4. Sio mgeni kwa wanafunzi, lakini utakuwa ni mgeni katika darasa walilopanda. Kwa hiyo sasa, ili uweze kuwa bora katika ufundishaji wako, uweze kupata wepesi, tenga kipindi kimoja tu, dakika 40, zungumza nao. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuzungumza nao, wewe unataka nini? Yani wewe ni nani wakati huo darasani? Waeleze wanafunzi wako, mimi ni fulani, ni mwalimu wenu, nafundisha physics practical na theory, nafundisha chemistry kama ni mwalimu wa chemistry, kama ni mwalimu wa biology, whatever is according to your subject. Mfano ni physics, mwambie nafundisha physics, lakini nahitaji 1 2 3. Unawaweka wazi, mimi nahitaji tuweze kupata A, ukikosa A pata B, ukikosa B mwisho C. Sipendelei sana kupata D. Kwa hiyo wanafunzi wako watateki tension, watakuwa na tension kubwa baada ya kuwapa hizo highlight. Kumbe mwalimu wetu anahitaji tupate A mpaka C. Kwa tayari unakuwa umetengeneza kitu ambacho
kitakuwa katika maindi zao kwa yule ambaye atakuwa amekusikiliza kwa umakini sana. Na akili ya mwanadamu, ya mwanafunzi, inafanya kazi na ina reflect. Kadri utakavyoishi nao ndo hivyo hivyo wataenda kufanya kila ambacho unawaelekeza. Kwa hiyo kuwaita, kuwaeleza ni jambo muhimu sana kabla ya kufanya yote ambayo unakusudia. Lakini cha pili, waeleze mbinu ambazo utazitumia. Tuna vipindi 8 kwa wiki au kwa mwezi. Tutatumia vipindi 3 kwa ajili ya practical. Kama unafundisha na theory, unaweza ukawaeleza hivyo. Kwa na wao watajua kumbe practical tunaanza mapema au tunaanza kwa muda gani. Kwa hiyo pointi hizi mbili nimeona ni share na wewe, kwamba waeleze unataka nini kwao na wao watateke tension ya kuweza kujipanga. Kwa hiyo fundisha wakati hakuna pressure. Fundisha wakati hakuna pressure. Ni faida gani ambazo zipo katika pointi hii ya ufundishaji? Faida ya kwanza, utawafahamu mapema wanafunzi wako. Pengine una target una wanafunzi 50, lakini una kanuni ya kufanya mchujo pengine kwa wanafunzi hawa wote walioingia kidato cha 4, kwamba inawezekana kuna wanafunzi hawako vizuri sana, lakini pia hawafahamu kwa undani zaidi. Sababu kadri unavyoingia kidato cha 4 ni tofauti na utakavyojipanga kama ulivyokuwa unajipanga wakati wako kidato cha 3. Sasa ukianza kufundisha wakati hakuna pressure, kwa maana unaweza kaanza Februari kama hii, ukaanza kufundisha baada ya kukaa nao na kuwaeleza, utawafahamu vyema. Na kama una target ya kufanya mchujo, itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu bado itakuwa ni mapema na hautakuwa na uzito wowote kwa wale ambao watafanyiwa mchujo. Na wale ambao watafanyiwa mchujo wakienda, manake watakuwa hawajachelewa katika combination nyingine ambazo pengine walikuwa hawana target, lakini kulingana na uwezo wao imebidi uwarudishe nyuma, usiwe nao katika somo, kwa mfano physics. Kwa hiyo pointi ya kwanza, utawafahamu wanafunzi wako mapema na kufanya assessment mapema. Na faida ya pili, we mwalimu utapata mbinu bora ya kufundisha. Umeanza mapema na wanafunzi wako kufundisha, lakini umeona kuna ugumu tofauti, aidha kutokana na topic ambazo zilikuwa ni nyuma. Tunafahamu kuna topic za form 2 wanaenda kufanya practical wakiwa form 4. Sasa pengine kuna wanafunzi wengi, kwa asilimia kubwa, hawafahamu hizo topic. Pengine wamehamia lakini hawafahamu hizo topic, au wanafahamu lakini washasahau kuinteract na zile, kwamba ile practical na kuileta huku ni muda kidogo umepita, miaka 2. Kwa hiyo unaweza ukawa na mbinu ya kuwarudisha, namna bora ya kuanza kuzipitia, na ukaweza kupata mbinu bora ya ufundishaji wa practical. Na faida ya tatu, utawajengea uwezo na ufahamu wa mapema sana. Kuna walimu wanafundisha mwishoni kabisa practical, inakuwa ni kama mshtuko hivi, mwezi wa 8, wa 9, wa 10, practical zinakuwa na wigo mpana sana. Kwa hiyo ukianza mwishoni, kujipanga vyema ni ngumu sana, utakuwa unakimbizana na muda, pressure ni kubwa sana.
Kwa hiyo wanafunzi sasa wanashindwa kunyumbua mapema maarifa, na pengine kama alikuwa anasoma theory anaona bado afanye vizuri, akiingia na kwenye practical akaona kuna vitu vigumu, kuna kuchora graph, kuna kutafuta scale za graph, mbona ni ngumu, pengine kuanza taratibu kumuelekeza namna kuchora graph, namna kutafuta baseline, namna anaona ni vigumu sana. Lakini ukianza wakati hakuna pressure kubwa, wamerelax, wako free, February, March, April, utawajengea uwezo wa ufahamu wa mapema sana, na atapenda somo na ataweza kufanya vizuri. Faida ya 4, utapata fursa ya upimaji. Wewe kama mwalimu mzuri utapata fursa ya kuweza kupima mapema. Ni vigumu sana umeanza kufundisha practical mwezi wa 9 au wa 10, pengine walifanya moko ukashtukiza ukafanya practical 2 ukamaliza ukastop ukakimbizana na theory, ukaja mwezi wa 9 wa 10, miezi 2. Ni vigumu sana kupima. Utapata challenge kubwa, wanafunzi watakuwa perform vizuri, utataka kupima kwa force bila kujua umewafundisha kwa kiwango gani, na utaona mambo yaendi na pressure ni kubwa. Kwa hiyo fundisha wakati hakuna pressure. Na faida ya 5 ambayo nimetaka kushare na wewe hapa, utapunguza pressure kwa wanafunzi, lakini vile vile na wewe mwalimu utakuwa unafundisha kwa hatua na utakuwa una relax, pressure sio kubwa. Utaweza kupima kwa uzuri, kwa ubora, utakuwa hauna pressure, na utafanya assessment yako free katika hali ya kawaida. Kwa hiyo katika point zangu 5 hizi ambazo nimekuonesha, cha kwanza nimesema kaa nao wanafunzi, lakini wakati wa kufundisha fundisha wakati hakuna pressure. Faida zake ni kwamba utawafahamu mapema, utapata mbinu bora ya kufundisha. Wewe kama ni mwalimu utawajengea uwezo na ufahamu wa mapema wanafunzi wako. Utapata fursa ya upimaji wa practical mapema, na utapunguza pressure kwa wanafunzi vile vile na kwako wewe mwalimu. Hizi faida 5 nilitaka nishare na wewe. Kama kuna faida ambayo nimeisahau, tafadhali niombe uweze kuniandikia hapo chini kupitia comment, kupitia ushauri wako. Ni muhimu sana. Kila ambacho utaniandikia nitakifanyia kazi, lakini vile vile na mimi nitajifunza, kwa sababu ni Skills Learning Network. Unajifunza na mimi najifunza kutoka kwako. Shukrani sana wakati huu. Nikushukuru kwa kutenga muda wako. Tuzidi kuwa pamoja. Endelea kutembelea lesson zilizopo ndani ya platform hii uweze kujifunza zaidi. Shukrani sana. Wakati mwingine.